wavumilivu kwenye kipindi kigumu na nyakati zote ngumu nilizokuwa nazipitia, lakini pia kuvumilia masimango na maneno ya hovyo na machafu yaliyotamkwa juu yao na familia yangu katika kipindi chote cha utumishi wangu na yatakayoendelea. Nimeomba waendelee kuwa wavumilivu, kwa sababu Mungu ndio aliyetupa nafasi ya kuwa viongozi. Yeye ndio atakayetulinda maisha yetu yote. Mheshimiwa Rais, nasema kwa sababu ndio naaga na sitegemei tena kurudi katika nafasi hii katika ofisi hii. Nikija basi ni mwananchi wa kawaida kupanga foleni pale na kuweza kusikiliza. Lakini naamini ya kwamba haya yote tunayafanya kwa sababu Mwenyezi Mungu alitupa nafasi ya kuwa na uhai. Nimalizie mambo mawili ya mwisho. Moja, tulimpa mzee Kardinali Pengo barabara. Iko Kinondoni. Na tangu mwaka huu, nafikiri mwaka jana, ilikuwa tumkabidhi ile barabara. Na jana kabla sijaja hapa nilipita kuiangalia hiyo barabara kuona kama maendeleo yake yakoje. Lakini nikakuta kuna kibao fulani kamewekwa. Ningefurahi Mheshimiwa Rais, kwa heshima ya yule mzee wetu ambaye nafikiri hata siku natamka tulikuwa wote, kwa heshima yake tumkabidhi ile barabara na ijulikane kama Kardinali Pengo Road. Sababu mzee wetu amefanya kazi nzuri, amekuwa kiunganishi mzuri na ameendeleza mahusiano yetu mazuri kati ya serikali na viongozi wa dini. Na kwa kumuenzi barabara hii nilisema iitwe jina lake, na tayari Kinondoni washakamilisha taratibu. Ilikuwa tu swala la tarehe la kwenda na mimi nafikiri mara 2 mara 3 tuliahirisha, ikiwa mara siku moja tulienda, lakini hatukulizishwa na maandalizi yaliyokuwa yamefanyika. Kwa hiyo naamini ya kwamba tutaweza kumpatia heshima yake. Ya pili ilikuwa ni barabara ya Samata. Tuliomba Samata kwa heshima aliyoifanyia taifa letu, angalau kwa sababu tuna barabara nyingi zimepewa majina ya wazungu, na kwenyewe Temeke walishaka kamilisha mchakato ule. Nikafikiri pia ni vyema naye, kwa sababu ni kijana wa taifa letu anayefanya kazi nzuri, tumwenzi kwa kuonyesha mchango wake hasa kwenye upande wa soka la Tanzania lakini pia duniani. Na bahati nzuri sasa hivi amefuzu. Wakati tunapanga kumpa barabara alikuwa bado anachezea timu, sasa hivi ameshaingia mpaka UEFA. Kwa hiyo ni kijana mzuri anayetangaza taifa letu, na ni fahari kama taifa lake tukatambua mchango wake. Lakini sambamba na hilo, Mheshimiwa Rais, mambo yote ambayo tumeyafanya hapa unayajua. Si sababu ya kuyarudia hiki na kile. Yote unayajua. Na imani uwezo wa kuyasimamia unao. Na mimi sina shaka na wewe hata kidogo, sababu tumefanya kazi bega kwa bega kwa siku zote hizo. Na hakuna jambo ambalo lilikuwa linafanyika kwa siri. Kwa hiyo kila kitu unakifahamu. Na mimi nimshukuru sana Mheshimiwa Rais kukuchagua wewe ili uendeleze kile tulichokuwa tunakifanya na hauna ugeni wowote. Na hata hizi formalities za kukabidhiana ni za kiutaratibu tu, lakini kimsingi ofisi unaijua, watumishi unawajua na kazi zote unazifahamu. Ni matumaini yangu ya kwamba mambo yatakwenda vizuri. Nikiongezea hapo mawili, kuna barabara za Ubungo kilomita 115 na mitalo au mito kilomita 48, lakini kuna barabara za wilaya ya Kigamboni. Sasa ufahamu na mimi ni mkazi wa Kigamboni, niko kwenye kata ya Somangira pale. Na mimi na interest na Kigamboni. Kwa hiyo naomba msitusahau barabara zile tulizozipitisha kwa ajili ya bajeti kilomita 116 ambazo zitajengwa chini ya mradi wa DMDP. Basi na sisi wana Kigamboni tupate manufaa ya kupata barabara hizo za lami kwa kipindi kirefu ambao tumezikosa na kuziona kwenye mitaa mingine tu katikati ya jiji la Dar es Salaam. Lakini pia unafahamu Mheshimiwa Rais, Pemba Mnazi kule kuna shamba la madoli ambalo lilitengwa kwa ajili ya eneo la viwanda. Na tayari kwenye hiyo ofisi nimeshafanya vikao vingi na watu wa TBDC kuhakikisha kwamba wanatuletea gesi. Na kwa sababu ya hiyo gesi pia tupate viwanda basi. Na nilifurahi sana siku ile Mheshimiwa Rais alivyomwambia mtu wa TIC ya kwamba sasa Kigamboni tupate viwanda. Lile shamba lisibaki kama poli na wananchi wakabaki wakiwa na hofu ya usalama kwa sababu ni poli. Viwanda vile vikipatikana na uhakika Kigamboni itakuwa ni mpya na ajira zitaongezeka, na hii barabara ya lami basi mambo yatakwenda murwa. La mwisho katika hilo, kwenye hiyo ofisi tulikuwa na mchakato wa kuanzisha eneo la magari. Mambo sasa nakumbuka mpaka na wao polisi wana eneo lao kule. Eneo la kuuza magari. Duniani kote magari hayauzwi kiolela tu.
Unakuta kuna nyanya hapa kuna gari hapa, kuna mbao hapa, kuna na wewe sasa hivi ndio jukumu lako kutupangia mji wetu wa Dar es Salaam. Na sisi watu wa Kigamboni tulishatoa na eneo kwa ajili ya uuzaji wa magari, na linaanzia katika ile eneo la kutoka Kibada hapa ukienda moja kwa moja liko Kisarawe tu, ambao ni eneo zuri na eneo ambalo linalofaa, na ni matumaini yangu ya kwamba litakuwa na tija kubwa. Sisi wana Kigamboni mkitusaidia haya yote ambayo tuliyapanga wote pamoja, barabara, ikawepo viwanda, tukapata maji, tukapata pia ile eneo la magari, na ndugu zangu wa Yanga tayari wameshakamilisha mchoro wao kwa ajili ya ujenzi wa kiwanja, basi na sisi wana Kigamboni kwa kweli nitakuwa mstaafu ambaye hamjaniacha vibaya ndugu yenu katika utumishi na kazi nzuri ambayo tulifanya wote kwa pamoja. Mheshimiwa Rais, nimesema mengi sana, lakini kwa kweli nizidi kusema tu kwamba nawashukuru sana, na nitumie fursa hii kuambia wananchi wa Dar es Salaam, moja, ninawapenda sana. Maisha yangu yote nilihakikisha ninawatumikia kwa uaminifu bila kuwa na mikono legevu, na kila kulipokuwa kuna kucha nilikuwa namuomba Mungu ya kwamba Mungu nisaidie nisije nikampita hata bibi mmoja. Siku moja nikaenda mbinguni ukaniuliza ya kwamba kwa nini ukufanya vyema katika ofisi hii na watu umewacha wakiwa nalia. Ninaamini wananchi wa mkoa wa Dar es Salaam, ninaamini nimetumia uwezo wangu wote, nimetumia akili zangu zote, na nimetumia kipaji changu chote, na hatimaye ninaamini mwendo nimeumaliza vizuri. Kama binadamu ninaweza kuwa na mapungufu yangu, na mapungufu mengi niliyokuwa nayo inawezekana kutokana na wewe kutokuwa na taarifa sahihi juu ya kile tunachokiamua, lakini mnisamehe pale ambapo nilienda kinyume na mapenzi yenu, lakini mkielewa ya kwamba nilifanya kwa mapenzi mema ya kuwatumikia wananchi wa mkoa wa Dar es Salaam. Niwahakikishie nina furaha ya kutosha na nina amani ya kutosha, na wala msisite na maneno ya watu ya kwamba ataishije, ataenda wapi. Mngeumia zaidi na mnapaswa kuumia zaidi siku mkisikia Makonda amemwacha Yesu. Lakini maadamu Yesu ni naye, msio na shaka na mimi, maisha yangu yako kwenye mikono salama. Nitaendelea kuwakumbuka, nitaendelea kuwaombea, na na hakika nitaendelea kuwa mwema kwenu kwa kuhakikisha kwamba kile ninachokifahamu ninashare na RC aliyoko, ili muendelee kupata matunda aliyo mema. RC endelea na huduma za afya kila mwaka kwa ajili ya wajane, maskini, walemavu, katika upimaji wetu wa ile zoezi la wale watu wasiojiweza ambao tulifanya kila mwaka, na hatimaye ikatupelekea kupata hata meli ya kitaifa kutoka Kenya, kutoka China ikaja kuhudumia wa Tanzania. Ninafahamu wako wahitaji wengi, tusiwasahau. Lakini ile zoezi letu la miguu la walemavu, lakini kuliko yote watoto wanaotelekezwa wakiwemo na wajane. Ninafahamu tulipeleka mapendekezo kwa waziri wetu wa Katiba na Sheria, ambaye Mungu amemchukua mzee wetu Balozi Maiga, juu ya mapendekezo yetu kama mkoa, nini kifanyike kuhakikisha haki za wajane zinapatikana. Lakini pia unafahamu ule mchakato wetu wa kuwapatia haki watoto, na mabadiliko na mapendekezo ambayo yako tayari kwa ajili ya kukabidhiwa waziri wetu wa afya, ili kufanya mabadiliko ya sheria na makundi haya yaliyosahaulika yanayotaabika nchini yaweze kupata haki zake. Kwa nimeona niseme haya kwa ufupi, lakini ikiwa na furaha tosha ya kwamba mwendo nimeumaliza, na imani na kiapo changu cha utumishi nimekikamilisha kikamilifu. Sasa wana Dar es Salaam, niruhusu nikapumzike kwa amani katika utumishi wangu wa kumlea mke wangu kipenzi Maria na mwanangu Kigani. Ni majukumu mapya ya kulala saa 12 asubuhi, kwa sababu akiamka inabidi nimtafutie uji, piga pampers hapo, lakini nafurahi angalau napata nafasi na mimi ya kukaa na familia yangu na kuwatumikia kama baba mwenye familia anahangaika na majukumu ya familia yake. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa RC, nakushukuru tena. Mambo sasa endelea kuchapa kazi, tunakutegemea sisi wananchi katika usalama, na wenzako pia kuhakikisha kwamba jiji letu linakaa vizuri. Lakini pia nikupongeze RC mpya, na mimi na matumaini makubwa ya kwamba utumishi mzuri uliotukuka ili jiji hili liweze kwenda vizuri. 70% ya huu mkoa, 70% ya huu mkoa ni wa Mbeya.
70% ni wambea, na wanapenda umbea kuliko chochote kile. Msikubali wakawachonganisha wewe na rasi wako. Watakutafuta wewe wakupe habari mbaya za rasi, watamtafuta rasi wampe habari mbaya za kwako wewe rasi. Msikubali. Lazima mbaki focused kuwatumikia wananchi wa mkoa wa Dar es Salaam. Wanapiga majungu sana hawa, msione hivi. Wanamjua mtu kuliko hata anavyojijua yeye. Lakini wewe endelea kuwa focused na utumishi. Rais amewaamini, anaamini mtamsaidia katika utumishi wake, na hasa katika kuwatumikia wanyonge wa mkoa huu wa Dar es Salaam. Nafikiri nimemaliza kwa upande wangu. Kabla sijamrudishia rasi, kama kuna maswali mawili tu. Ni dalili njema ya kwamba hakuna maswali. Kwa sababu huwa mna tabia kusema amekimbia maswali. Mimi sina uoga huo. Mstaafu. Sio staafu, msisahau bwana. Ndugu Makonda Paulo, kwa nauliza swali moja, wakati dakika za mwisho wa utendaji wako wa kazi katika mkoa wa Dar es Salaam, kuna operation ulifunga ambazo zilikuwa ni unyanyasaji. Lakini katika maangalizo yako kumuomba rasi aendelee kukazia hilo uliacha la vijana wa bodaboda ambao walikuwa wananyanyaswa katika mjini. Lakini siku chache baadaye, baada ya wewe kuamua kujiuzuru nafasi yako na kwenda kugombea ubunge, zoezi hilo limerudi katika mkoa wa Dar es Salaam. Je, una neno lolote la kusema? Mimi mshauri yeye nyingine. Basi nafikiri limeisha. Alasi. Bala mimi mshauri wako, mdogo wako, bodaboda waendelee kutumia jiji lao la Dar es Salaam bila kubuguziwa. Huo ndio ushauri wangu. Bajaji na bodaboda waendelee kutumia jiji lao la Dar es Salaam na kujivinjari kwa kujitafutia kipato bila kubuguziwa. Na mimi na imani ya kwamba tuliliamua, sio kwamba nilikuwa peke yangu. Tulikuwa tuko wote. Na pia nilishauriana pia na mambo sasa. Kwa sababu unajua watu wengi wakionaga kwenye TV wanahisi tunaona huyu amejikurupukia tu, ameamua mwenyewe. Mkono wangu wa kulia alikuwa ni rasi ambaye sasa hivi ni rasi. Mkono wangu wa kushoto alikuwa ni mambo sasa ambaye ni kamanda wa kanda maalum. Niliteta nao na kukubaliana nao. Kwa nikitoa tamko si kwamba nimetoa tamko kutoka nyumbani kwangu, ni kutoka kwenye ofisi na wasaidizi. Kama jambo limerudi, nafikiri labda tu ni utaratibu tu ambao alasi ataona namna gani ya kufanya. Lakini na uhakika kabisa kwamba bodaboda pamoja na bajaji tuliwapa huo uhuru wa kuendelea kufanya shughuli zao, na hakuna aliyetengwa. Hata mimi mwenyewe siamsikia alasi wangu akitamka kwamba bodaboda sasa hivi ni marufuku. Kwa na imani ya kwamba hilo jambo lipo na litaendelea kufanywa kazi na usimamizi mzuri. Mheshimiwa Alasi. Kwa sasa umesema ni mkazi wa Kigamboni na umestaafu mtumishi wa huko. Wana Kigamboni wakutegemea sasa katika himaya ya siasa ambayo imebukuza muda mrefu, na kwako Makonda alikuwa akielewa na CCM kwa muda mrefu. Niliona na mkono kule. Alasi, unajua tukiwakimbia wana dada. Nilikuwa nataka nikuulize swali kwamba katika kipindi chote cha uongozi wako uliokuwepo, je, mpaka sasa hivi unapoachia, kuna jambo lolote ulitamani kulifanya na hujalifanya? Hili moja. Jamani, tuna mambo mengine tunawapenda, kitu mambo mengine ya kufanya. Masala yataisha. Ila mstaafu, kisha kuwa mstaafu, unarudi kwa wanakijiji wenzako, na napatikana katika mtaa wa Mwela pale, kata yetu ya Somangira kwenye wilaya yetu ya Kigamboni. Nitakaa na wananchi wetu wa mtaani, tutakuwa tunashauriana namna ya kufanya mambo ya pale. Nafahamu ya kwamba uko mchakato unaoendelea katika ngazi ya wilaya, imekuja ngazi ya mkoa, utaenda ngazi ya taifa. Lakini kazi yetu kubwa ni kuhakikisha tu kama mwana CCM ambao hili haliwezi kufichika. Na hili RC ulitegemea sana. Nitapiga debe mtaa kwa mtaa, kata kwa kata, tarafa kwa tarafa, wilaya mpaka mkoa, kuhakikisha kwamba Dr. John Pombe Magufuli anaibuka kidedea kwenye mkoa huu wa Dar es Salaam.
wabunge wanashinda wa Chama cha Mapinduzi, kwa sababu mimi sasa hivi ni raia, lakini kadi yangu ya CCM haijapotea. Lakini pia tunapata madiwani, kwa sababu najua faida za kuwa na viongozi wanaopatikana kutoka kwenye Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo nasubiri wakati tu. Kwa hiyo kama ni kuniona, tegemeeni kipindi cha kampeni nikiungana na mama yangu Mama Kate Kamba, mwenyekiti wangu wa mkoa na mwenyekiti wangu wa wilaya ya Kigamboni, tukisaka kula kwa ajili ya uchaguzi mkuu wa tarehe 28 2020 mwezi wa 10 kwa rais, wabunge na madiwani. La mwisho, eneo moja ambalo of course yako mengi kama kiongozi, yako mengi ambao ulitamani kuyapush yaweze kufanyika, lakini moja ambalo bado nalikumbuka ambalo sijalifanya kwa kweli, na moyo wangu unaweza kuwa unajuta na najisikia vibaya, ni swala la upimaji wa tezi dume kaya kwa kaya. Jambo hili nilitamani sana kulifanya, lakini kwa sababu ya ratiba na mwingiliano wa mambo mengi tumekwama. Lakini na imani ya kwamba, kwa sababu watu wanafikiri kansa ya tezi dume inatesa sana watu. Ukipita kwenye idara ya afya utapata takwimu, utaona watu wengi wanavyopata shida kubwa sana. Lakini ndoto yangu ilikuwa ni kuanzisha utaratibu wa kupita kaya